Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika wilaya ya Arumeru, nje ya ofisi za Chama cha Mapinduzi, ambako baada ya kipenga kupoulizwa kwa ajili ya nafasi ya kuchukua fomu, hasa katika nafasi ya ugombea wa ubunge, udiwani pamoja na urais, leo watu mbalimbali, makada wa Chama cha Mapinduzi wamejitokeza katika ofisi za chama kwa ajili ya kuchukua fomu za kutiania kugombea ubunge. Lakini asubuhi ya leo alionekana pia mbunge aliyemaliza muda wake, Mheshimiwa Noah Lemri Saput, ni miongoni mwa watu ambao wamefika hapa kwa ajili ya kuchukua fomu. Zaidi sana tumezungumza na baadhi wakieleza adhima yao ya kuchukua fomu, nini ambacho kitaendelea. Majina yangu naitwa John Langidare Tanaki Liza. Mimi ni mzaliwa wa kata ya Ilkirani. Sisi tunafahamu kama Kirani katika jimbo hili la Arumeru Magharibi na mkoa wa Arusha, nchi yangu ninayoipenda Tanzania. Leo tarehe 28 mwezi wa 6 2025 nimefika ofisi zetu za wilaya kuchukua fomu kutia nia nafasi ya ubunge jimbo hili la Arumeru Magharibi kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Na kinachonisukuma ni kimoja tu, kuwatumikia, lakini na kutumika na wananchi wangu wa Arumeru Magharibi kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu, ustawi wa jamii yetu na taifa kwa ujumla. Lakini pia tutakwenda mbali, Afrika na dunia kwa ujumla. Mimi nina ndoto za kuifanya dunia kuwa sehemu salama ya kila mtu kuishi, to make the world a better place for everybody to live. Na tunaanza huku chini, na ndio maana nimefika siku ya leo. Mimi nimekuja kutia nia, bado sio mgombea. Nitakapoteuliwa na chama changu kugombea, sasa nitasema nitafanya nini na nina uwezo wa kufanya nini kwa kushirikiana na wananchi wangu wa Arumeru Magharibi na wanachama wote wa CCM na wengine wa mama mbalimbali. Tutashirikiana pamoja kufanya kazi. Lakini kwa sasa mimi ni mtia nia tu. Baada ya kuchukua fomu, matarajio yangu ni kwamba taratibu za chama zitafuata. Tunajua kwamba fomu hizi zitajadiliwa katika ngazi ya wilaya, zitapelekwa mkoani, lakini mwisho zitakwenda taifani. Na taifani kule, kwa utaratibu wa chama chetu tunafahamu, watarudisha majina matatu. Yatarudi majina matatu. Mimi namtumaini na kumtegemea Mungu, ikiwa ni mipango yake, jina langu litakuwa kati ya yale matatu yatakayo. La, tunaamini kwamba Mungu ndiye anayechagua kiongozi. Mzee wa ukoo tuko naye hapa, Mzee Rafael, anajua Wamasai wanasema engaina buto la iguanani. Kwa Kiswahili, Mungu ndiye anayechagua kiongozi. Kwa sisi tunaamini tutakuja wengi. Leo tutakuchukua fomu, nimekuta wenzangu watatu wameshachukua. Tutafika 10, tutafika 20. Lakini ninaamini katika hao 20 Mungu ana mtu wake aliyemchagua tayari kwa ajili ya jimbo la Arumeru Magharibi. Lakini kwa Tanzania nzima, majimbo yote, najua leo kesho watakuwa wanachukua fomu. Mungu ameshachagua kiongozi, ameshachagua diwani tayari kwenye kata hizo zilizoko, lakini ameshachagua mbunge kwenye majimbo yote nchini Tanzania, na ametupa rais tayari. Kwa hiyo sisi cha kufanya ni kumshukuru Mungu kwa wana Arumeru Magharibi, wa Tanzania wote kwa ujumla. Nina mambo mawili ya kuomba. Moja, tu muombe Mungu akatupe viongozi wazuri, wenye ujuzi na uzoefu, lakini wenye uchu wa maendeleo ya nchi yetu. Sisi tunafahamu kwamba uchaguzi huu mkuu ni wa madiwani, wabunge pamoja na rais. Mungu akatupe madiwani wazuri, wenye uwezo, mahiri, watakao tuongoza kwa miaka 5 ijayo. Tutipata madiwani wazuri, na mimi nasema tumuombe watoke kwenye moyo wa Mungu. Tutafurahi miaka 5 inayokuja, tutashangilia miaka 5 inayokuja. Lakini tukumbuke pia kwamba hawa madiwani ambao ni wengi kwenye kata yao, kwenye jimbo langu tuna kata 27. Maana yake madiwani wa kata ni 27.
lakini tutakuwa na madiwani wa viti maalum. Tukiwaongeza na mbunge, maana yake watakuwa kama 37. Mbunge ni mmoja tu. Hawa madiwani tukiwapata wazuri watamsaidia mbunge kufanya kazi zake vizuri. Kwa hiyo tutakwenda mbele. Lakini pia wabunge wako 360 na 61 62. Rais ni mmoja tu. Tukipata wabunge wazuri au 300 na watatusaidia kumshauri rais, watasaidia kushauri serikali, watasaidia kukosoa serikali, lakini watasaidia kusukuma maendeleo na kutengeneza sheria nzuri. Kwa hiyo tumuombe Mungu ili tupate hawa watu sahihi na nchi yetu itakwenda mbele kwa miaka 5 ijayo. Vivyo hivyo na kwa rais. Lakini pia la pili na la mwisho, tumuombe Mungu kwa ajili ya uchaguzi huu ukawe wa amani, watu wakaufurahie, tukapate viongozi watakuwa na legitimacy, watakao kuwa na walali wa kuongoza watu wawafurahie. Tumuombe Mungu uchaguzi uende kuwa na amani na furaha, uwe ni uchaguzi utakaoleta utakaofungua ukurasa mpya kwa miaka 5 ijayo. Sabato Molel, mbunge wa jimbo la Rumeru Magharibi. Kwanza, jambo la kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, yeye ambaye ametupa uzima hadi kufikia siku ya leo, tangu nilipoanza kuwa mbunge na tukifikia leo ambapo chama changu, Chama cha Mapinduzi, kimeanza utoaji wa fomu. La pili ni nishukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa kuniamini kwa kipindi chote hiki ambacho nimefanya kazi kwa ushirikiano mkubwa. Lakini la tatu ni washukuru wananchi wa jimbo la Rumeru Magharibi kwa ushirikiano wao mkubwa sana walionipa na upendo wao kila wakati ambapo nimewatembelea kwenye kata na vijiji na hata vitongoji. Wamenipa ushirikiano wa kutosha, na viongozi wote wa chama na serikali kwa ujumla, wote kwa ujumla nashukuru sana kwa kazi zote bila kubagua. Maana ya kazi ya ofisi ya mkurugenzi, watendaji wa kata, watendaji wa vijiji, wenye vitu wetu wa vijiji na vitongoji, madiwani wengine wote kwa ujumla, na washukuru kwa ushirikiano. Na kwa ngazi ya wilaya, ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mkuu wa mkoa, na mawaziri wote kwa ujumla, na serikali yote kwa ujumla ya Chama cha Mapinduzi chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ambao tumefanya ushirikiano mkubwa katika kipindi chote ya kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini la pili, la tatu, baada ya shukrani hizo kwa watu wote tulioshirikiana nao na wananchi wote wa jimbo la Rumeru Magharibi, umeuliza nini? Labda nini ambacho kimekusukuma urejee tena kwenye madaraka? Labda nini ambacho hujatekeleza, au nani kipi ambacho umekipanga pengine kukimalizia katika maendeleo ya wana Rumeru Magharibi? Kwanza, utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2025 imetekelezwa kwa asilimia kubwa sana kwenye sekta ya afya, elimu, maji, miundombinu, madaraja na barabara nyingine tumejenga kwa sehemu kubwa. Lakini pia ujenzi wa shule mpya za sekondari, karibu shule 3 ambazo kila shule inagharimu milioni 584 katika jimbo la Rumeru Magharibi. Hospitali za vituo vya afya vimejengwa karibu vituo 4. Labda tukiachilia mbali jitihada za serikali, hebu tuzungumzie pengine labda jitihada za mbunge sasa ambazo zimesukuma maendeleo pengine mpaka serikali sasa kaona Kumbuka kwamba mbunge ni sauti ya wananchi, na sauti ya wananchi inazungumza popote pale kwenye vikao mbalimbali, ukianzia kwenye ngazi ya kata, wilaya, mkoa, na hasa sasa kwenye lile jumba lenyewe la bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ndio mipango hasa inapangwa. Serikali inaleta mipango yake yote ndani ya bunge na kupitisha. Kwa hiyo mimi kama mbunge wa jimbo la Rumeru Magharibi nimefanya wajibu huo wa kutoa hiyo sauti na kupaza, lakini sio kutoa sauti tu, na kufuatilia katika ngazi zote kuanzia kata, wilaya, mkoa na kwenye wizara, kwa maana ya mawaziri, makatibu wakuu, na wakati mwingine ninapokutana na Mheshimiwa Rais na kumuomba yale ambayo yanastahili kufanywa katika jimbo letu la Rumeru Magharibi. Na nashukuru kwa sababu yote haya ambayo tumeyafanya yamefanyika kwa kiwango kikubwa sana, na ndio maana leo tunaweza tukajivunia kwamba Chama cha Mapinduzi tumetekeleza ilani kwa kiwango kikubwa. Nikusahihishe, kiongozi huwa hana cha kusema umesahau, kwa sababu sio kwamba kuna chumba ulichoficha kitu ili ukaenda ukafikiri umesahau ukarudie. Hapana,
kiongozi, na hasa ndicho dhamira yangu ambayo ndio ilikuwa mwanzo mpaka sasa. Dhamira yangu ni kuhakikisha kwamba maendeleo yanakuja kwenye jimbo la Arumeru Magharibi kwa kutimiza wajibu wangu wa kibunge. Kwa mfano, kuna maeneo mengi bado kuna changamoto ya maji, kuna changamoto ya barabara, kuna changamoto ya vivuko, kuna changamoto ya madaraja, kuna changamoto ya kuboresha miundombinu mbalimbali. Kwa sababu haimaanishi kwamba kusema tumetekeleza ilani, haimaanishi kwamba tumemaliza, sababu shida haziishi. Kama zilikuwa zinaisha, Mwalimu Nyerere angemaliza, akaja Mwinyi angemaliza, angekuja huyo Mkapa angemaliza, na wote. Lakini maendeleo ni mchakato, sababu kadri zinavyozidi kwenda siku, wananchi wanakuwa wengi zaidi, kwa mahitaji kama ilikuwa tunahitaji bomba la inchi 3, sasa tutahitaji bomba la inchi 10. Hivyo na baada ya muda tunakwenda hivyo. Kwa hiyo lazima maendeleo ni mchakato. Kwa hiyo bado kuna mambo mengi ya kuendelea kutekeleza kwenye jimbo hili. Hasa ukizingatia jimbo hili lilikuwa kidogo halikuwa na msemaji huko nyuma. Kwa hiyo tumeamua sasa kuvaa njuga kuhakikisha kwamba jimbo hili tunalisemea kwa mapana kwa serikali, ili mipango ya serikali kama ambavyo imejiingiza kwa sasa iweze kufanya kazi nzuri zaidi.